Tanzania iko tayari kushirikiana na nchi zote za Afrika, na kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road tutaendelea kuwa kituo cha ushirikiano wa kikanda na bara zima katika mapambano dhidi ya saratani. Kama tulivyosikia na kuona simulizi za machapisho ya kitafiti na sayansi ambazo wataalamu wetu wa taasisi ya saratani ya Ocean Road na Tanzania kwa ujumla wamefanya, yamekuwa ni mchango mkubwa ndani na nje ya nchi, kisera na kiutendaji katika mapambano dhidi ya saratani. Ndugu washiriki, ninatambua kuwa katika hizi siku mbili mada mbalimbali zitawasilishwa zikiwa zinalenga kujadili na kubadilishana mbinu muhimu za kinga dhidi ya saratani na kuona jinsi gani mtashirikisha wadau wote ili kuweza kupata suluhisho makini. Hii ni hatua muhimu sana inayowezesha kupata masuluhisho ya pamoja yanayotokana na uzoefu wa kimataifa. Kongamano hili la kimataifa la sayansi la saratani ni jukwaa muhimu sana kwa mustakabali wa mapambano dhidi ya saratani barani Afrika. Tunaamini Afrika haiwezi kushindwa vita dhidi ya saratani ikiwa kila nchi itafanya kazi yake kwa jitihada. Lakini kama kila nchi itafanya kazi peke yake, Afrika haiwezi kushinda vita hivi vya saratani. Hivyo basi, ili kufikia malengo tunahitaji ushirikiano wa kikanda na wa bara zima katika utafiti, mafunzo, kubadilishana wataalamu na kubadilishana rasilimali, teknolojia pamoja na uzoefu. Kazi ambayo imeonekana dhahiri inaenda kufanyika kupitia kongamano la leo. Serikali kwa kutambua athari za ugonjwa wa saratani kwa ustawi wa nguvu kazi ya Watanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Hatua hizo ni pamoja na kuweka mifumo ya kisera, kutekeleza mipango na mikakati muhimu dhidi ya ugonjwa wa saratani. Tumetoka kuelezewa hatua ambazo zimechukuliwa, na mimi nikazie baadhi ya hatua ambazo zimefanyika. Moja, kumekuwepo na jitihada kubwa za kuimarisha wigo wa upatikanaji wa huduma za uchunguzi wa awali wa saratani za aina mbalimbali kama ambavyo Mheshimiwa Waziri na Mganga Mkuu amezibainisha, ikiwemo saratani ya mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na utumbo mpana, kwa kusogeza huduma katika ngazi ya msingi. Hatua hii imetekelezwa kwa kuimarisha mifumo ya rufaa ili wagonjwa wapate huduma kwa wakati na kuweka kipaumbele katika kutoa elimu ya afya kwa umma, kuchukua hatua za kujilinda na kubadilisha mitindo ya maisha hatarishi kwa afya za kila mtu. Hatua hizo zote zinalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wagonjwa wanaofika hospitalini wakiwa katika hatua za mwisho za ugonjwa, ambapo tiba huwa ghali zaidi na uwezekano wa kupona kupungua. Upande wa kuimarisha miundombinu ya kutolea huduma za afya, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha miundombinu na huduma nyinginezo za saratani. Ili kufanikisha hilo, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 18.5 katika ujenzi na uanzishaji wa huduma za PET CT scan na mashine ya cyclotron itakayozalisha mionzi, na imeongeza upatikanaji wa dawa za saratani hadi kufikia 99%. Vilevile serikali itaendelea kusambaza na kusogeza huduma za saratani kwa ujenzi wa kituo cha saratani cha Mbeya kama ambavyo tumetoka kuelezewa, kuweka mashine za tiba ya mionzi katika hospitali ya KCMC pamoja na ujenzi wa jengo na kuweka mashine za mionzi katika hospitali ya Benjamin Mkapa kama ambavyo
tumetoka kuelezewa. Na katika kutekeleza mpango mkakati wa kudhibiti saratani wa mwaka 26-27 hadi 30-31, serikali inalenga kupunguza vifo vitokanavyo na saratani kwa angalau 30% ifikapo mwaka 2030. Pia serikali inalenga kupanua huduma za saratani katika mikoa mbalimbali kwa kuimarisha utafiti, mafunzo na takwimu na kujenga rasilimali watu yenye ujuzi stahiki katika ngazi za ubingwa na ubingwa bobezi, kama ambavyo tulielezewa training programs mbalimbali ambazo zinaendelea.